Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube chaneli yetu. Naam, mtazamaji wangu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeweza kueleza umuhimu wa Mahakama Kuu kusikiliza kwa wakati kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu, ikisikiliza na kusisitiza kuwa haki inapaswa kutolewa na kuzingatiwa kwa misingi ya utawala wa sheria na sio ya utawala wa viongozi walioko madarakani kwa manufaa yao binafsi. Kauli hiyo iliyoweza kutolewa Mei tarehe 5 mwaka 2026, leo hii ikiwa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wameweza kuamua kusimama na kile kilichoweza kuzungumzwa na mwanasheria wa chama hicho. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo jema iwapo wewe hapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, kwa kweli kama kuna moja ya habari ambayo imeweza kutokea kufurahisha idadi kubwa ya wafuasi wa chama Chadema ni kutokana na kile ambacho kimeweza kuzungumzwa na mwanasheria wa chama hicho Chadema, Garubindi. Ameweza kuweka hadharani ya kwamba kweli uhuru wake Mheshimiwa Lissu ni uhuru ambao upo karibu, na uhuru huu wake Mheshimiwa Lissu utaweza kuingia katika historia kubwa katika siasa za Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, hii kiendelea kuashiria wazi kwamba uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu kipindi na wakati ambapo utaweza kupatikana, basi moja kwa moja Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kurejea na kuendeleza alichokuwa ameweza kukiacha, jambo ambalo wengi wanatamani kuliona, hasa baada ya uongozi huu ulioko madarakani hivi sasa kutokuwa kabisa na uhusiano mwema kati yao na raia ambao ni wenye nchi, jambo ambalo wengi wanaamini kwamba kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuwa huru, basi ataweza kuangaliwa na macho ya Watanzania wengi, na hata kuomba Mheshimiwa Lissu iwapo kuna mabadiliko ataweza kuyafanya aweze kuyafanya. Na pia mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo jema iwapo utaweza kufahamu jinsi gani ambavyo hivi sasa viongozi wa serikali ya CCM wanazidi kujutia pakubwa kwa uhuru walioweza kuupeana kwa chama kikuu Chadema kurejelea katika siasa kikamilifu. Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo chama hiki, chama Chadema, kitakuwa ni chama pinzani zaidi kuliko vyama pinzani vilivyoweza kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Pia kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuachiwa huru na aweze kuja kuchukua nafasi yake ya uwenyekiti katika chama hicho Chadema, nafasi inayozidi kushikiliwa naye Mheshimiwa John Heche. Mtazamaji wangu, inaonyesha wazi jinsi gani ambavyo chama hicho kwa mara nyingine kitakuwa kimeweza kurejea kisiasa kikamilifu, na pia nguvu zake Mheshimiwa Tundu Lissu kwa ushirikiano wa kile anachozidi kusimama nacho, swala la ukiukaji wa haki za binadamu na pia utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa raia. Mheshimiwa Tundu Lissu anaamini kwamba ataweza kukomesha hilo, ila ikumbuke kwamba lazima kutakuwa na ushirikiano kutoka kwa viongozi wengine katika chama Chadema. Na mtazamaji wangu, hivi sasa sote tunafahamu jinsi gani ambavyo baada ya Mheshimiwa John Heche kushikilia nafasi yake Mheshimiwa Tundu Lissu, kweli wengi hawakuwa wakitarajia Mheshimiwa John Heche ataweza kuwa katika mitihani aliyokuwa ikipitishwa angeweza kubaki kuwa imara na kutosaliti chama hicho, chama Chadema. Hivyo basi hii inazidi kuashiria na kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo chama Chadema kitakuwa na nguvu kubwa ya kisiasa na pia uungwaji mkubwa wa kisiasa ambao bado Watanzania waliokuwa wakitaka kuonyesha wakati wa uchaguzi mkuu hawakuweza kuonyesha, ila baada ya uhuru wa chama umeweza kupatikana ikifuatia uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu, basi mtazamaji wangu, amini usiamini, idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania lazima wataweza kuonyesha ushirikiano wao kwa chama hicho Chadema pamoja na Mheshimiwa Tundu Lissu, jambo ambalo litaweza kuweka uhalisia ambao
uongozi ulioko madarakani uliweza kukataa na hata kutofurahishwa na Mheshimiwa Lissu na chama hicho Chadema kuwania nafasi ya kiti cha urais katika uchaguzi ulioweza kupita, na pia baadhi ya marekebisho yaliyokuwa yakipendekezwa pakubwa yaweze kufanyika hayakuweza kufanyika kutokana na viongozi waliokuwa serikalini wakati huo na hivi sasa bado wakiwa serikalini, wakiamini kwamba baadhi ya maslahi yao binafsi wanayozidi kuyataka kuyafanikisha baada ya kuingia madarakani hayangeweza kufanikiwa, jambo ambalo wengi hivi sasa wanafahamu jinsi gani ambavyo viongozi walioko madarakani wanazidi kujali maslahi yao binafsi na kutojali maisha ya mwananchi wa chini nchini Tanzania. Hii ikionyesha jinsi gani ambavyo hivi sasa, mtazamaji wangu, kwa kweli wengi wanazidi kusubiri Mheshimiwa Tundu Lissu, na Mheshimiwa Lissu atakapokuwa yupo huru, mtazamaji wangu, atakuwa hero kwa wengi, hata baadhi ya watu na waliokuwa wakikubali uongozi wa CCM, kwani tunafahamu jinsi gani ambavyo utafiti ulioweza kufanyika hivi karibuni uliweza kuonyesha jinsi gani ambavyo chama Chadema kimeweza kusababisha idadi kubwa ya raia nchini humu kupoteza imani kwa uongozi wao kutokana na yale yote yanayozidi kushuhudiwa siku baada ya siku, masuala ya utumiaji wa nguvu kupita kiasi, mbaya kabisa kwa viongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole kutekwa na kutoweka katika hali ya njia tatanishi, mbaya kabisa. Mheshimiwa Humphrey Polepole ni mwanachama wa CCM, ila aliweza kufanya hatia kubwa na makosa makubwa kipindi na wakati ambapo aliweza kuanza kueleza wananchi wa Tanzania ni kipi ambacho kilikuwa kikipangwa na uongozi ulioko madarakani na ni yapi ambayo raia wa nchini humu wasiweze kukubali kamwe, ya kwamba baada ya uchaguzi mkuu kuweze kufanywa maridhiano. Na mtazamaji wangu, kwa kweli Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuwa yupo sahihi kwa kauli hiyo aliyoweza kuizungumza kutokana na hali ilivyoko hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania. Ila ikumbuke kwamba chama Chadema kipo imara na hata kipo na ushirikiano na wanasheria na mawakili ili kutafuta mbinu ya Mheshimiwa Lissu kuachiwa huru na kuendelea na siasa zake katika Jamhuri ya Tanzania na sio kujiondoa kisiasa kama inavyozidi kudaiwa na kupendekezwa na uongozi ulioko madarakani, ndipo ambapo waweze kuwepa ukosoaji na kupingwa kutoka kwake Mheshimiwa Tundu Lissu. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo ni upi? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.